swala ya jamaa afdalu, ni bora zaidi. Afdal tayeb, afdal huwezi kusema ni bora, hii ni ismu tafdhil, kwa ni bora zaidi. Min salati alfardhi, kuliko swala ya mtu mmoja. Swala ya jamaa ni bora zaidi kuliko swala ya mtu mmoja bi27 daraja, kwa daraja 27. Kwa swala ya jamaa inaizidi swala ya mtu mmoja kwa daraja 27. Muttafaqu alayhi. Madha nastafidu min hadha alhadith, jambo gani ambalo tunapatia faida katika hii hadithi? Faida gani tunayoipata? Nastafidu min hadha alhadith, tunapata faida katika hii hadithi fadhila salati aljamaa, kuona ubora wa swala ya jamaa. Wa annaha, na hiyo swala ya jamaa tazidu min salati almunfarid, inaizidi swala ya almunfarid. Almunfarid anayeswali peke yake, ni aina ya waswaliji, kwa sababu wanayeswali kama waswaliji wa kwa aina 4 bila shaka. Mswaliji wa kwanza anaitwa imam. Mswaliji wa pili anaitwa ma'muman, kwa maana anayeswali nyuma ya imam. Mswaliji mwingine anaitwa almasbuq, ambaye ametanguliwa na imamu kwa raka moja au raka mbili, yeye amekosa baadhi ya raka, anaitwa almasbuku. Lakini kuna mwingine anaitwa almunfarid. Wangapi huyo? Wanne. Almunfarid kwa maana mtu anayeswali peke yake. Kwa swala ya almunfarid, kwa maana kwamba annaha, na kwamba hiyo swala ya jamaa tazidu min salati almunfarid bi27 daraja, inaizidi swala ya almunfarid, swala ya mtu anayeswali peke yake, kwa daraja 27. Waqad qala biwujubi salati aljamaa, na wamesema waqad qala, na hakika wamesema biwujubi salati aljamaa, kuwa swala ya jamaa ni wajibu. Baadha min alulama, baadhi ya wanawachuoni wanasema swala ya jamaa ni wajibu. Baadhi ya wanawachuoni wamesema hivyo, wengine hawajasema hivyo kwamba swala ya jamaa ni wajibu. Sema bado wanasema swala ya jamaa imesisitizwa, na wengine wakasema swala ya jamaa ni wajibu. Tayeb, kwa katika hadithi hii maana yake tunaona ubora wa swala ya jamaa. Yani swala ya jamaa ni ile swala inayoswaliwa na watu wawili na kuendelea, hiyo inaitwa swalatul jamaa. Kwa hiyo swala ya jamaa ni bora, ni bora, ni bora zaidi ya ubora. Lakini zipo nyudhuru ambazo ni za kisheria. Sasa mtu anaweza akaikosa swala hii ya jamaa, tena sio ya jamaa peke yake, mpaka swala ya Ijumaa, na ikahesabika kwamba huyu amekosa swala ya jamaa kwa udhuru wa kisheria, au amekosa swala ya Ijumaa kwa udhuru wa kisheria. Mfano, yudharu bitariki aljumua wal jamaa, anapewa udhuru wa kuacha swala ya Ijumaa na swala ya jamaa. Wa kwanza, almaridhu, mgonjwa. Almaridh, mgonjwa ambaye kutokana na afya yake na yeye alivyo, hali zake hazimruhusu yeye kuja msikitini kuswali jamaa pamoja na waumini. Kwa huyu katika hali hii anaruhusika kisheria akaswali peke yake, aidha nyumbani kwake, anapata udhuru. Lakini kipofu hapati udhuru wa kukosa swala ya jamaa, kama alivyokamkatalia Mtume swala na salama ziwe juu yake
mmoja katika vipofu wa zama hizo, ambaye alikuja kwa Mtume swalla na salama ziwe yake, akamwambia, mimi sina qaidun, sina dereva, yani sina mtu wa kuniongoza kunileta msikitini. Je, niswalie nyumbani? Mtume swalla na salama ziwe yake akamwambia, basi wewe utaswali nyumbani. Kwa hali hiyo swali zako nyumbani, hamna neno. Lakini wakati anatoka akamwambia, njoo kwanza, njoo, rudi hapo. Yule bwana akarudi tena, akamuuliza swali, atasma'un nida, adhana unaisikia? Au maana yake yalipopevuka macho na masikio yako yamepofuka, au wewe adhana unaisikia? Yule bwana akasema, adhana naisikia. Akasema, fa'jibu, kwa hali ya namna hiyo, kama adhana unaisikia, jibu, kwa maana njoo msikitini uswali swala ya jamaa, na huna ruksa tena, kwa maana natengua kauli yangu ambayo niliitanguliza ya kukuruhusu swali zako wapi? Nyumbani. Kwa hiyo hapo unaona msisitizo wa swala ya jamaa. Lakini nyudhuru zipo, mfano almaridh, mgonjwa anaweza akaswali zake yeye nyumbani kwake kutokana na hali alizokuwa nazo, na huu ni udhuru wa kisheria. Lakini vile vile udhuru wa pili, wal khaifu huduthul marad, mtu ambaye haumwi lakini anachelea kuzuka ugonjwa wake. Yani mfano alikuwa anaumwa, sasa madaktari wamemshauri kwamba akae sehemu moja kwa muda mrefu, asitembee. Haumwi, amepoa mfano wake, lakini ana udhuru wa kutokutembea, kwa sababu isije ikitokea yeye kutembea, ugonjwa wake utafanyaje? Utazuka tena. Kwa hali ya namna hiyo, huyu anaruhusika akaswali peke yake na akaikosa jamaa, na anahesabika kwamba ana udhuru wa kisheria. Kwa hiyo anahofia kuzuka tena ugonjwa wake, au anahofia kuzidi maradhi aliyokuwa nayo. Hali zote, yani maradhi aliyokuwa nayo akitembea kwenda kudiriki swala ya jamaa yatazidi, basi anaruhusika yeye kuikosa swala ya jamaa. Lakini katika wale ambao wamepewa udhuru, walmudafiu ahadul akhbathain albauli walghaid, yule ambaye anapigana na haja mbili, haja kubwa au haja ndogo, kwa maana amebanwa na haja kubwa au haja ndogo, huyu anaruhusika kukosa swala ya jamaa, kwa maana aende akajisaidie. Yani yeye amekuja msikitini mfano, na akamkuta imamu kwenye raka ya mwisho, wakati huo yeye amebanwa na haja, lakini akili yake inamwambia kwamba akienda kujisaidia ile jamaa ni lazima ikose. Atakachokifanya ni nini? Atakuja msikitini kuswali swala ya jamaa au ataenda kujisaidia? Taib, sheria huyu inamruhusu kwenda kuikosa swala ya jamaa na kwenda kufanyaje? Kujisaidia. Huu ni udhuru wa kisheria. Waman lahu dha'i'un yarjuhu, katika wale ambao waliopewa nyudhuru za kisheria za kukosa swala ya jamaa na swala ya Ijumaa, waman lahu dha'i'un yarjuhu, yule ambaye anakitafuta kitu kilichompotea na anatarajia kukipata. Yeye mfano anamtafuta mbuzi wake, mbuzi kakata kamba huko, ameingia huko, anakimbizana huko, na yeye anamtafuta na anatarajia kwamba nitampata mbuzi huyu. Muda wa swala umetimia msikitini kuswali swala ya jamaa pamoja na Waislamu. Je, aache kumtafuta mbuzi wake anayetarajia kumpata au akaswali swala ya jamaa? Sheria inamruhusu mtu huyu kuendelea kukitafuta kitu chake ambacho anatarajia kukipata, na akikosa swala ya jamaa, kwa hali hii inakuwa yeye hana shida ya aina yoyote. Lakini au yakhafu dhiya'i malihi au fawatihi au yakhafu dararan fihi,
au akawa anaogopea dhiya'u malihi, kupotea mali yake, au fawatahu, au kumpita mali yake, au yakhafu dhararihi fihi, au anachelea kupatikana madhara kwenye mali yake. Anaweza akaikosa swala ya jamaa na swala ya Ijumaa kwa udhuru wa namna hiyo, kwamba anaogopea isije mali yake ikampita. Yeye kaagiza huko Dar es Salaam biashara yake, mfano wake, sasa ataipokelea hapa, na gari inapita hapa inaenda Maundo. Sasa yuko stendi anasubiri mzigo wake, mfano wake, na huku swala ya jamaa imefanyaje? Imesimama. Watu wanasimama kwa ajili ya kuswali swala la asiri, na yeye anaambiwa, bwana, sasa gari ndio iko hapa. Wapi hapa? Mtego. Gari iko Mtego. Yeye akili yake inamwambia kwamba kama gari iko Mtego, akitoka hapa kuja kuswali swala ya jamaa, huu mzigo unapita. Kwa hali ya namna hii anaruhusika kukosa swala ya jamaa na kusubiri mzigo wake, kwa sababu utampita yeye akitoka. Au anaogopea kupotea mali yake, au anaogopea kupatikana madhara kwenye mali yake. Yaani mfano, yeye ana tanuri, anaoka mikate. Sasa yuko pale analizunguka lile tanuri, na kashaweka jikoni mikate yake. Maana yake anatakiwa aiipue ile mikate kutoka jikoni kwa wakati. Sasa wakati anapotarajia kuondoa mikate yake jikoni, na huku ndo swala ya jamaa inasimama, atafanyaje? Atatoka kuja kuswali swala ya jamaa, au ataendelea kuipua mikate yake ili isiungue? Sheria inamruhusu huyu aendelee na kazi yake ya kuokoa mali yake ili isipatwe na tatizo, na ataswali baada ya kumaliza jambo hilo. Au yakhafu ala malin istujira lihifdhihi kanadharati bustan, au anachelea juu ya mali ambayo yeye ameajiriwa kuilinda kwake, mfano kama amepewa kazi ya ulinzi wa kulinda bustani au shamba. Yeye ni mlinzi. Sasa kutokana na hali yake ya ulinzi, anaogopea kwamba sasa akitoka akaja kuswali swala ya jamaa, wezi watapita pale.